Mkuu wa mkoa wa Mwanza, Mheshimiwa Said Mtanda, ameitaka halmashauri ya jiji la Mwanza kuzimaliza na kuzifunga hoja za mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali ambazo zimetokana na makosa madogo madogo kwa kurekebisha makosa yaliyofanyika ili kuzimaliza hoja hizo. Mheshimiwa Mtanda ameyasema hayo leo Juni 17 mwaka 2025 wakati akizungumza katika baraza la madiwani kuhusu hoja za mkaguzi na mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali CAG katika halmashauri ya jiji la Mwanza, na kuwataka maafisa manunuzi na maafisa sheria wa halmashauri kufanya kazi kwa pamoja katika kuzimaliza hoja hizo zilizojitokeza kutokana na makosa. Yako mambo ambayo wala sio lazima yaendelee kuwa hoja. Naangalia hapa kutofuata taratibu za manunuzi wakati kukodi nyumba zinazotumika na Pamba Jiji. Sasa mbona ni jambo ambalo linawezekana kurekebisha mapungufu ambayo yalijitokeza ili hoja hii iweze kufanya nini? Kufungwa. Sasa watu wa manunuzi, mwanasheria wa halmashauri ya jiji wanashindwaje kuifunga hoja namna hii? Kwa sababu kama makosa yalifanyika, uwezo wa kurekebisha upo ili hoja iweze kufanya kufungwa. Kwa hiyo nafikiri ni mambo ambayo yanahitaji watendaji wanaohusika kutoendelea kila mwaka inajitokeza wakati uwezo wa kufunga hoja hizi upo. Kwa hiyo ni utendaji tu. Mwanasheria aisaidie halmashauri ya jiji, lakini pia manunuzi waisaidie halmashauri ya jiji. Kinachojitokeza mara nyingi ni kubishana. Kama jambo lilifanywa, hata kama likufanywa na wewe, hata kama lilikosewa na wengine, kinachotakiwa katika kulinda hadhi ya halmashauri ya jiji ni lazima mlioko kuhakikisha kwamba hoja hizo mnakaa chini, mnaomba ushauri wa CAG namna gani dosari hiyo irekebishwe ili hoja hiyo ifutwe. Kwa hiyo wanaohusika waisikie. Na endapo tutakuja tena kwenye vikao vya namna hii, halafu vitu vya namna hii vikajitokeza, kwa kweli kuna watu tutaondoka nao. Mimi nawaambieni ukweli. Kwa sababu ni uzembe tu. Wala hakuna jambo kubwa hapa. Na ziko nyingi nilikuwa naangalia hapa. Mapungufu yanayotokana na ununuzi wa jezi za klabu. Kama kulikuwa na mapungufu, tena mapungufu yenyewe yanaelezwa kwamba mmesaini mkataba ule hujavunjika. Sasa uvunjwe ule mwingine ili huu mwingine uexist. Ili tukija hapa CAG atuambie kwamba sasa swala hilo lilishamalizika. Ili linahitaji mwaka mzima. Ni mambo ambayo yanawezekana kutekelezwa kwa wakati. Anasema kuwepo kwa usimamizi usioridhisha wa mkataba wa City FM Radio ambao unaopelekea halmashauri kukosa mapato. Kwanza ni lazima baraza lijiulize swali. Je, hivi sasa nchini hapa ziko halmashauri zinazomiliki redio? Je, redio ina faida? Hapa Mwanza tuna redio ngapi? Kwa sababu lazima tujiulize hayo maswali. Zamani huko vijijini mimi niliwahi kumiliki redio inaitwa Lindi FM. Lakini sikuona faida ya redio. Unakuwa na waandishi 20, uwalipe mshahara, watadai NSSF, watadai kodi za TRA ukalipe. Haya, huna tangazo hata moja unaloingiza. Wewe kazi yako kupiga muziki na kuwaburudisha watu. Watu wanaburudika, wewe unatakiwa utoe fedha. Ulipe umeme, ulipe maji, ulipe Sasa hakuna taasisi ambayo inaweza kuendesha redio. Taasisi kama hizi zilikuwa zinaendesha redio kwa sababu maeneo ya vijijini ambako kuna upungufu wa taarifa. Kwa mfano nilikuwa mkuu wa wilaya Nkasi, tulikuwa na redio inaitwa Nkasi FM. Tulikuwa mpakani na Kongo, redio zinazoshika pale ni za Kongo. Redio Tanzania wala redio nyingine hazishiki kwa ufasaha. Kwa hiyo tukasema ili wananchi wetu wapate taarifa tuanzishe Nkasi FM. Kwa hiyo ikawa ni local radio inasikilizwa na watu wote pale, hakuna mtu anayesikiliza tena habari nyingine. Lakini kule Ruangwa tulianzisha redio Ruangwa. Kwa nini? Kwa sababu ni maeneo yenye uhitaji. Sasa hapa Mwanza mjini hapa redio binafsi ziko za kutosha. Umma wa Mwanza ukitaka taarifa, utapata taarifa TBC, utapata taarifa Radio 1,
Utapata sasa tunayo redio inasomeka kwenye makaratasi, huu mwaka sijui wa 6, haina faida yote, haijawahi kuingiza faida isipokuwa ina hasara, lakini pia ni hoja ya ukaguzi. Kwa hiyo ni vizuri baraza la madiwani likafanya uamuzi. Je, hiyo redio bado inafaa kuendelea kuwa nayo? Kama mmebinafsisha, mmempa mtu halipi hata chochote, ina faida gani? Mimi nilipoona, kwa uzoefu wangu, nilipoona redio hii inanitia hasara, nikaamua kumtafuta mtu nikamuuzia yale masafa. Uamuzi ufanyike ili masafa hayo, kama mna matumizi nayo, redio tuione iko hewani. Kama hamna matumizi nayo, bora utaratibu wa vikao ufanye maamuzi, masafa yauzwe, fedha hiyo ingie kwenye halmashauri ifanye mingine, na hayo masafa yakafanye redio ya watu wengine huko ambao wanaweza kuendesha. Huo ndio ushauri wangu katika jambo hili. Kuhusu hoja ya uwepo wa vyumba wazi katika stendi ya mabasi Nyegezi, mkuu wa mkoa Said Mtanda ameitaka management ya jiji la Mwanza kuketi upya na kubadili mpango wa awali na kuja na mpango mpya unaoendana na uhalisia wa muktadha huo. Niliwahi kwenda pale stendi. Pale stendi tuna vyumba ambavyo havitumiki kabisa, stendi ya Nyegezi. Nilifika pale na nikatoa ushauri kwamba wewe umetangaza kodi, kwa mfano chumba shilingi milioni 1, kimekaa mwaka mmoja hakina mpangaji. Hivi faida ni nini kukaa miaka 2 bila mpangaji, au kufanya hata 500,000 ili upate fedha na ukusiwe na uchakavu eneo hili? Kwa hiyo Kibamba, kaeni na management, angalieni pale stendi mazingira. Ni bora kupata kidogo kuliko kuto kupata kabisa. Lakini nyumba inayokaliwa na nyumba ambayo haikaliwi, ipi inayoharibika haraka? Kwa hiyo management hili mnaliweza, kakaeni, kaangalieni, na vile mnaweza mkafanya pia change of plan. Unaweza ukaenda vitani, mnapigana, mnaona mnashambuliwa, mnakufa, nyewe mnazidi kusonga mbele. Lazima mrudi mpange upya mpango wenu. Kama vyumba vingine vilikuwa vinakusudiwa kuwa hoteli, lakini hakuna mwekezaji wa hoteli. Kuna mwenye basi anasema mimi nataka ukumbi huu, abiria wangu wanaposubiri gari yangu pale chini wakae kwenye ukumbi huu, nitalipa kiasi hiki cha fedha. Wewe unang'ang'ana kwamba mpaka atokee mwekezaji wa hoteli, utapata nini? Kwa hiyo lazima tuwe flexible. Flexibility ni muhimu. Tunapofanya mipango yetu wenye utekelezaji, yanapojitokeza mambo ambayo hatukuyatarajia, ni lazima tubadili mbinu zetu ili tuweze kupata faida ya uwekezaji ambao. Kwa hiyo ukiangalia kwenye ripoti umetaendelea kutaja vyumba vikaliwi, havitumiki, kodi kubwa na nini. Tumekaa na wafanyabiashara, tumezungumza nao. Kwa hiyo mnaweza mkawashawishi wafanyabiashara kuwa na zile basi terminal, badala ya kuwa na zile basi terminal huko mitaani. Yale maeneo makubwa simuwape wao, waweke ofisi zao, waweke abiria wao. Kama hakuna restaurant, huu mwaka wa 2 unang'ang'ania kwamba lazima aje mtu wa restaurant, tutamtoa wapi? Kwa hiyo nafikiri hilo tuliangalie vizuri. Halmashauri ya jiji la Mwanza ilikuwa na jumla ya hoja 84. Kati ya hizo hoja za miaka ya nyuma zilikuwa 45 na hoja za mwaka wa fedha 2023-2024 zilikuwa 39. Zilizofungwa baada ya uhakiki ni 35. Hivyo hoja zilizobaki hadi sasa ni 49. Mimi ni David Edward na hii ni BMG Online TV.